Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva, Uswisi, Balozi Daktari Abdallah Posi amekanusha vikali madai yaliyotolewa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu wa Afrika Mashariki, Pembe ya Afrika, wakisisitiza kuwa Tanzania inazingatia ipasavyo katiba yake pamoja na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Akizungumza katika mkutano wa 5 wa kikao cha 59 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Daktari Posi amesema kuwa taarifa zilizotolewa na shirika hizo ilikuwa na taarifa ya upotovu zenye kupotosha na kuwasilishwa nje ya muktadha. Tanzania inaheshimu uhuru wa kujieleza na kutoa maoni hata dhidi ya serikali, jambo ambalo hufanya mara kwa mara kupitia mitandao ya kijamii, amesema Daktari Posi, akisisitiza kuwa taifa hilo ni la kidemokrasia iliyokomaa. Ameitaja historia ya Tanzania na kufanya uchaguzi vyama vingi 7 tangu kurejeshwa kwa mfumo huo kama ushahidi wa kujitosheleza kwa serikali kuhakikisha demokrasia na utawala wa kisheria. Amesema kwa mujibu wa katiba ya nchi hakuna wakati wowote ambao Tanzania imeshindwa kufanya uchaguzi kama inavyotakiwa. Kuhusu watetezi wa haki waliotajwa na shirika hilo, Daktari Posi amesema walikeuka sheria za uhamiaji kwa kushindwa kutangaza madhumuni yao halisi ya kuingia nchini. Hii ilikuwa ni hitaji la kawaida kwa mataifa mengine. Ingawa madai dhidi ya serikali ya kutia shaka, tunayachukulia kwa uzito, hasa yale yanayohusu mateso, ukatili wa kingozi au ukiukwaji mwingine wa haki, ameeleza Daktari Posi, na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea na hatua zitachukuliwa iwapo itathibitisha kuna ukweli. Aidha amesema Tanzania imejizatiti kuhakikisha haki za binadamu na utawala wa sheria vinaendelea kuheshimiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira huru na salama kwa vyama vyote vya kisiasa kufanya kampeni zao kwa amani. Tamko hilo la Daktari Posi limekuja kutokana na mashtaka yaliyotolewa na baadhi ya wataalamu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa kuhusu hatua zilizochukuliwa dhidi ya waandishi wa habari wa kigeni na wanaharakati waliofika Tanzania kufuatia kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Antipas Lissu. Hii ni moja kati ya shtaka ambayo Tanzania ilishtakiwa kuna Umoja wa Mataifa katika mkutano ambao balozi wa kudumu wa Tanzania Daktari Posi alipojibu tuhuma za kusema kwamba Tanzania imekuwa ni moja kati ya nchi ambazo zimekuwa hazizingatii haki za binadamu, hazitoi uhuru wa watu kujieleza kile ambacho wanatamani wajieleze kuhusiana na namna ambavyo nchi imekuwa ikiendeshwa. Ndivyo unaona, ni kweli kwamba Tanzania imekuwa ni moja kati ya nchi ambayo haitoi mawazo au haitoi uhuru wa wananchi kujieleza kile ambacho wenyewe wanatamani kukieleza dhidi ya serikali na dhidi ya vitu ambavyo vimekuwa vinafanyika nchini Tanzania. Channel yako kuna ukurasa wetu wa YouTube tunatumia kama Mbao TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbao TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili uanze kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwa ukurasa wake wa Instagram, anatumia kama hivyo. Chao.